Mei 29. Alhamisi mwaka wa 2025. Yule apandaye ili kumpendeza Roho, wa Galatia 6:8. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. Lazima upokee nguvu ambazo Mungu hutoa. Unapoanza umakinikaji wa aina tatu kuanzia sasa, utapata mamlaka 5 na nguvu ya kushinda mtawala wa ufalme wa anga na kazi zinazopita wakati na nafasi zitatokea. Kiwango ni jibu ambalo halijawahi kutokea na halitawahi kurudiwa kamwe. Hivi sasa makanisa ya ulimwengu yanafunga milango yao, waumini wanaishi maisha yao kama watumwa kwa wasioamini, na vizazi vijavyo havina nguvu za kiroho. Kwa hivyo lazima utii kile Yesu alikuamuru usifanye na vitu unapaswa ufanye, lakini kwa sababu waumini walishindwa kufanya hivyo, makanisa yanafunga milango yao na ulimwengu umejaa majanga. Watu wa Kiyahudi wameporomoka kwa sababu ya batizan za Shetani. Petro na kanisa la chumba cha juu cha Marko walifanya kinyume cha kile Injili iliamuru, na hivyo walikuwa hawawezi kupokea baraka za uinjilisti wa ulimwengu. Roma pia haikuweza kumtambua Shetani ambaye alikuwa ameshika utamaduni. Basi inamaanisha nini kupanda ili kumpendeza Roho mmoja? Ukuu wa Mungu kamili. Lazima uamini katika ukuu kamili wa Mungu. Mungu alishinda Misri, Filisti, Ashuru na Babeli kupitia remnant ambao waliamini katika ukuu wake kamili. 2. Mpango kamili. Agano la Mlima Kalvari ni mpango kamili. Yesu aliondoa majanga ambayo ungekabiliana nayo, Shetani na mamlaka ya jehanamu yote kwa wakati mmoja. 7 ambayo ilitolewa katika Mlima wa Mizeituni ni mpango kamili. Lazima ufurahie agano ambalo ulipewa katika chumba cha juu cha Marko. Subiri ufalme wa Mungu na changamoto kuelekea nguvu ya uumbaji upya, umilele 3. Jibu kamili. Wanafunzi waliomba kwa siku 10 wakishikilia agano la mshauri Roho Mtakatifu na misheni ya kiti cha enzi. Baadaye waliweza kupata uzoefu wa nguvu ya kiti cha enzi. Kuanzia wakati huo na kuendelea, ibada na shamba ziliwishwa. Pia wakati wa maombi uliwekwa. Kisha majibu ya 24, 25 na umilele utaonekana. Kuna tabia ya kawaida kati ya remnant 7 na kanisa la kwanza, na ni kwamba majibu ya maombi yao mara nyingi yalikuja baadaye sana. Hata hivyo, hii ni baraka kubwa zaidi, kwa sababu unaposhikilia kwa uthabiti agano, kazi za ufalme wa Mungu utatimizwa popote uendako. Ombi la agano. Mungu Baba, nipate nguvu mpya na neema wiki hii. Kazi za kuokoa maisha ziweze kufanyika. Katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen.